Umewahi kujiuliza kwa nini kuna watu wanapata mshahara mkubwa lakini bado wanaishi maisha ya shida, wakati kuna watu wengine wanapata kipato cha kawaida lakini wanaishi maisha mazuri wakiwa na utulivu wa kifedha? Inawezekana vipi mtu apate pesa kila mwezi, afanye kazi kwa bidii, lakini bado mwisho wa mwaka asiwe hata na akiba kidogo? Watu wengi wanafikiri tatizo ni kwa sababu ya kuwa na kipato kidogo. Watu wengi hawawi maskini kwa sababu hawapati pesa. Wanakuwa maskini kwa sababu hawana nidhamu ya fedha. Unaweza kuwa na kipato kikubwa, lakini kama hauna nidhamu ya fedha, utaishi maisha ya kukimbizana na matatizo ya kifedha kila wakati, na kubaki unashangaa pesa zako zinapotea bila kujua zinaenda wapi. Na mwisho wa mwezi unajiuliza swali lile lile kila siku: pesa zimeenda wapi? Tatizo sio pesa. Tatizo ni nidhamu ya kutumia pesa. Ili kuelewa vizuri zaidi nguvu ya nidhamu ya fedha, ngoja nikusimulie hadithi fupi ya mtu mmoja. Na hadithi hii ndani yake kuna somo kubwa ambalo linaweza kubadilisha maisha yako ya kifedha. Kulikuwa na kijana mmoja mwenye ndoto kubwa kwenye maisha yake. Alitamani kuwa tajiri ili aisaidie familia yake na kuishi maisha mazuri. Kwa muda mrefu alihangaika kutafuta kazi. Baada ya muda, hatimaye alipata kazi nzuri. Mshahara wake ulikuwa ni mzuri. Siku aliyopokea mshahara wake wa kwanza, alikuwa na furaha sana. Alijisikia kama maisha yake sasa yameanza kubadilika. Lakini kitu kimoja kilianza kutokea polepole. Baada ya kupokea mshahara, alianza kutumia pesa zake bila mpangilio. Mwanzoni ilionekana kama ni maisha mazuri, lakini kadri muda ulivyozidi kwenda, pesa zilizidi kupungua. Mwisho wa mwezi alikuwa hana hata akiba yoyote. Na jambo la kushangaza zaidi ni kwamba kila mwezi hali ilikuwa ni ile ile. Anapokea mshahara, anatumia pesa bila mpangilio. Mwisho wa mwezi anabaki bila akiba yoyote. Baada ya miezi kadhaa kupita, alianza kulalamika, mshahara wangu ni mdogo. Lakini siku moja rafiki yake alimwambia kitu ambacho kilibadilisha maisha yake. Tatizo lako sio kama kipato chako ni kidogo. Tatizo lako ni nidhamu ya pesa. Maneno hayo yalimgusa. Kwa mara ya kwanza alianza kufikiria kwa kina kuhusu jinsi anavyotumia pesa zake. Akaamua kufanya mabadiliko. Na hapo ndipo safari yake ya nidhamu ya fedha ilipoanza. Kuanzia siku hiyo alijifunza kanuni za nidhamu ya fedha ambazo zilianza kubadilisha maisha yake polepole. Na leo nitakufundisha kanuni hizo za nidhamu ya fedha. Ukijifunza kanuni hizi na kuanza kuzitumia kwenye maisha yako, kuna uwezekano mkubwa maisha yako ya kifedha yakaanza kubadilika kwa 50% hadi 80%. Siri ya kwanza ni kuheshimu pesa. Lazima ujifunze kuheshimu pesa. Watu wengi hawaheshimu pesa, wanaitumia ovyo bila mpangilio. Pesa ni chombo kinachoweza kujenga maisha yako au kuharibu maisha yako. Pesa inaweza kukusaidia kufikia ndoto zako, lakini kama hutaiheshimu, haitakaa mikononi mwako kwa muda mrefu. Siri ya pili ni kuwa na budget. Pesa lazima uiongoze. Watu wengi hawapangi matumizi yao, wanatumia pesa kiholela. Watu wenye nidhamu ya fedha wanapanga kwanza jinsi ya kutumia pesa zao kabla ya kuanza kuzitumia. Bajeti itakusaidia kujua pesa zako zinaenda wapi. Kama unapenda kujifunza kuhusu biashara, jasiriamali, uchumi, uwekezaji na kujitegemea kifedha, subscribe sasa kwenye channel hii, kwa sababu kila video tunayoupload ni fursa ya kujifunza kitu kipya. Tuendelee. Siri ya tatu ni kuweka akiba. Hata kama kipato chako ni kidogo, lazima ujifunze kuweka akiba. Kutenga sehemu ya mshahara wako kwa kila mwezi, hata kama ni kiasi kidogo, akiba hiyo itazidi kukua polepole ili kukusaidia kuwa na usalama wa kifedha. Na siri ya 4 ni kuwekeza pesa zako. Watu wengi wanatumia pesa kununua vitu vinavyopoteza thamani. Watu wenye nidhamu ya fedha wanawekeza pesa zao kwa kununua assets, yaani vitu vinavyowapatia kipato. Siri ya 5 ni kuishi chini ya kipato chako. Usitumie pesa zote unazozipata. Watu wengi wanapopata pesa wanaongeza matumizi yao, lakini watu wenye nidhamu ya fedha wanatumia pesa kidogo kuliko pesa ambazo wanazipata.
Jifunze kuishi maisha ya kawaida hata kama kipato chako ni kikubwa. Jifunze kuheshimu pesa, jifunze kupanga budget, jifunze kuweka akiba, jifunze kuwekeza, jifunze kuishi chini ya kipato chako. Utaanza kuona mabadiliko makubwa kwenye maisha ya kifedha. Pesa inaweza kuja na kuondoka, lakini nidhamu ya fedha inaweza kukusaidia kuijenga na kuilinda. Anza sasa. Hili darasa la biashara na ujasiriamali. Asante.